Tukio letu la leo ni tukio muhimu la kuchangia matibabu ya watoto ambao wana matatizo ya moyo, na kupitia GSM Foundation leo tutaweza kukabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 50, ikiwa ni sehemu ya mchango wetu kama taasisi mbili hizi ambazo zimekuja pamoja, Young Africans na GSM Foundation. Ndugu zangu, matibabu ya moyo kwa mtu mmoja ni shilingi milioni 8 million. Niko sahihi Dr.? Ndio. Milioni 50 na kwenda kutibu watoto wachache sana katika idadi ambayo tumepewa hapa taarifa na daktari. Zaidi ya maelfu ya watoto na Watanzania kwa ujumla wanaugua matatizo ya moyo. Sasa nitoe wito kwa watu wote, individual na taasisi, vilabu vya mpira, makampuni mbalimbali, tuje tuokoe maisha ya watoto na Watanzania wenzetu katika tatizo hili la ugonjwa wa moyo. Hiki tulichokitoa ni kufungua mlango tu, lakini kipekee ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote, lakini zaidi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa salama. All protocol observed for the interest of time. Lakini zaidi pia ningependa kumshukuru Dr. Kisenge, mkuu wa taasisi hii ya JKCI. Kwa kweli mmekuwa kutupa ushirikiano sana toka tulipoanza zoezi hili la utoaji, kwanza kuahidi na hata kutimiza ahadi yetu. Sisi kama GSM Foundation kuwa tukiwa msaada katika jamii yetu ya Kitanzania. Tumekuwa tukifanya kazi katika maeneo mbalimbali, na moja la eneo ambalo tunafanyia kazi ni eneo la afya, ambapo tumekuwa tukishirikiana na serikali katika juhudi kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais katika uwekezaji wa sekta ya afya. Nadhani ziara yetu kidogo tulioifanya asubuhi imeonyesha dhahiri ni kiasi gani Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa kinara katika kuwekeza kwenye sekta hii ya afya, na sio kuwekeza, lakini kuwekeza kwa maana ya kuinvest, kuweka advanced technology kwenye sekta hii. Ikiwa ni sehemu ya kuunga juhudi za serikali, tumekuwa tukishirikiana na taasisi mbalimbali za serikali katika sekta ya afya kutoa misaada. Tumeshirikiana na Ocean Road kununua vifaa. Juzi tumekuwa Amani Hospital pale tukikabidhi shilingi milioni 100 za kufanya ukarabati wa hospitali ile. Na leo kama ambavyo amesema, tuko hapa JKCI kukabidhi hundi ya shilingi milioni 50 ambazo kimsingi tayari tumeshafanya transfer, ziko katika taasisi hii kwa ajili ya kuchangia matibabu ya matatizo ya watoto ambao wana matatizo ya moyo. Kipekee pia ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru Engineer Hersi, rais wa Yanga, kwa ushirikiano na jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na wao. Ni kusihi tu labda na nikupe ahadi Dr. Kisenge, tumeona tatizo ni kubwa na uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo hii milioni 50 kutoka GSM Foundation ni mwanzo tu, tutarudi tena ili kuunga mkono jitihada za serikali. Na kipekee pia ningependa kuchukua nafasi hii kumshukuru mfadhili wetu mkuu ambaye ni GSM Group of Companies chini ya kiongozi ya Mr. Ghalib Said Mohamed. Wamekuwa ni msaada mkubwa sana. Hizi fedha zote ambazo tunaweza kutoa misaada kwa taasisi mbalimbali na kuunga jitihada za serikali, zote zinatoka, ni sehemu ya faida ambayo wanapata wao kwenye biashara. Ndugu Engineer Hersi, vile wenzetu wa Yanga wamekuwa kipaumbele sana katika kuelimisha jamii. Nakumbuka tulisaini MOU na wao, na tunaenda kuelimisha jamii kwa sababu magonjwa ya moyo yanaongezeka kwa kasi. Dr. Kuboja amesema hapa kuna zaidi ya watoto 4,000 wanaozaliwa wakiwa na matatizo ya moyo. Katika watoto 100 wanaozaliwa kuna 2 wana matatizo ya moyo, na kati ya hao zaidi ya 80% hawana uwezo wa kumudu gharama za matibabu ya moyo. Kwa hiyo wanahitaji msaada. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuwaomba watu mbalimbali ili waisaidie serikali yetu katika haya matibabu ya moyo. Kwa hiyo Yanga wanatusaidia sana kuelimisha watu ili wajitokeze mapema. Tutapokuwa mnazunguka kule, tulisema na madaktari wetu watakuwa wanaenda wanafanya health check kwa wale watu, na tukiwagundua mapema tunaweza kuwa tumeokoa
hela nyingi. Kwa hiyo tuwashukuru sana Yanga kwa kukubali kutunga mkono katika kuelimisha jamii. Mwaka jana Oktoba 28 tuliingia makubaliano rasmi na haya makubaliano tutaendelea nayo, na engineer tuko tayari hata kuwapima wachezaji wenu pale wanapohitajika. Naomba pia niendelee kumshukuru kiongozi wa GSM Foundation ndugu Ghalib Said Mohamed kwa kutuunga mkono katika haya masuala ya matibabu ya moyo. Nichukue nafasi hii vile vile kuishukuru sana serikali yetu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais ametoa hela nyingi sana kwenye taasisi hii, na ndio maana taasisi hii imekuwa ndio taasisi ya 3 kwa Afrika kwa kutoa matibabu ya tiba na upasuaji wa moyo, na taasisi ya kwanza Afrika Mashariki na Kati. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo computer application, ICT for beginners, PC maintenance, video production, graphics design pamoja na CCTV camera. Pia mula mpya wa somo kwa kozi za IT, business, hotel management na front office. Kumbuka, sifa yetu kubwa ni ufundishaji kwa njia ya vitendo. Kwa maelezo zaidi, piga 0754464361 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.